Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mnamo Jumapili ameionya serikali ya Lebanon kutekeleza wajibu wake wa kulivunjilia mbali kundi la Hezbollah saa chache baada ya shambulio la anga la jeshi la ulinzi la Israel IDF jijini Beirut kumuua Haitham Ali Tabatabai ambaye alikuwa mkuu wa majeshi ya kundi hilo na kiongozi wa pili kwa nafasi. Netanyahu alisema serikali ya Beirut inapaswa kutimiza makubaliano ya kusitisha vita ya Novemba 26 mwaka 2024 yaliyoainisha kwamba Hezbollah iondolewe silaha. Ni kwa kutekelezwa kwa makubaliano hayo pekee ndipo mustakabali bora unaweza kupatikana kwa raia wa Lebanon na kufungua njia ya uhusiano salama wa ujirani mwema, alisema Netanyahu, akipongeza IDF kile alichokiita shambulio la kitaalam sahihi na lenye mafanikio. Netanyahu alisisitiza kuwa Israel haitaruhusu Hezbollah ijijenge upya au kurejea kuwa tishio. Chini ya uongozi wangu, Israel haitaruhusu kundi hili kujiimarisha tena, aliongeza Netanyahu. Netanyahu alimuelezea Tabatabai kama muuaji wa halaiki na mtu mwenye damu ya Waisrael na Wamarekani wengi mikononi mwake, akibainisha kuwa Marekani ilitangaza zawadi ya dola milioni 5 kwa yeyote atakayetoa taarifa zake. Kwa mujibu wa taarifa za Channel 12 News, Tabatabai aliyedaiwa kunusurika majaribio mawili ya kuuawa hapo awali aliuawa wakati ndege za kivita za Israel zilipozungusha mabomu ya usahihi mkubwa katika ghorofa la 4 alilokuwa akijificha eneo la Dahiye, Beirut Kusini. Hezbollah imethibitisha mauaji hayo na imempa Tabatabai cheo cha kamanda wa jihadi kuu, cheo kinachotolewa tu kwa viongozi wa ngazi ya juu. Wapiganaji wengine 4 waliouawa wametambuliwa kuwa Ibrahim Ali Hussein, Rifat Ahmed Hussein, Mustafa Asad Baru na Kasim Hussein Bajawi. Licha ya kauli kali, taarifa ya Hezbollah haikuashiria mpango wa kulipiza kisasi, ingawa imeutaja shambulio hilo kuwa tendo la usaliti la Israel. Hadi sasa hakuja kuwa na mabadiliko rasmi katika maelekezo ya usalama kwa raia wa Israel, lakini wasiwasi unaongezeka kaskazini mwa nchi hiyo kuhusu uwezekano wa kulipiza kisasi. Vyanzo vya kiusalama vimesema Israel imeandaa mipango ya kijeshi iwapo Hezbollah itaamua kujibu. Rais wa Israel Isaac Herzog amepongeza operesheni hiyo, akisisitiza kuwa nchi yake itaendelea kuchukua hatua zinazohitajika kuondoa tishio la mpaka wa kaskazini na kuimarisha usalama wa raia. Mnamo Novemba 26 mwaka 2024, Israel na Lebanon zilisaini makubaliano ya kusitisha vita yaliyolenga kumaliza zaidi ya mwaka mmoja mapigano ya mpakani. Hata hivyo, tangu wakati huo, IDF imekuwa ikiendesha mashambulizi na operesheni za kuzima juhudi za Hezbollah kujihami upya nchini Lebanon, hatua ambayo Israel inasema inakiuka makubaliano. Afisa mwandamizi wa Israel aliambia gazeti la Israel Hayom kuwa Beirut imekosa kulivunjilia mbali Hezbollah kama ilivyokubaliwa. Ni IDF pekee kwa sasa inayoweza kulidhibiti kundi hili, alisema. Kwa mujibu wa Ynet, mwaka uliopita IDF ilifanya zaidi ya uvamizi 1200 katika sehemu mbalimbali za kusini mwa Lebanon. Operesheni hizo zilijumuisha doria za wazi na za siri, mitego ya kushambulia wapiganaji na kuharibu handaki na miundombinu ya kijeshi ambayo haikugunduliwa wakati wa operesheni Northern Arrows mwishoni mwa mwaka 2024. Mashambulizi hayo yalifanyika katika urefu wote wa mpaka wa maili 87, huku IDF ikifanya kazi ya uvamizi 3 hadi 5 kila siku ndani ya umbali wa kilomita 3 hadi 5 kutoka mpaka. Hatua ya Israel kufanya shambulizi katika taifa la Lebanon na kuweza kumuua kamanda mkuu kabisa wa kikosi hicho ambaye ni Tabatabai, na baadaye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuja kuionya serikali ya Lebanon kwamba inatakiwa kuweza kutekeleza wajibu wake wa kulivunjilia mbali kundi la Hezbollah na liweze kunyang'anywa silaha kabisa. Sasa hapa kuna mkinzano mkali sana. Nikupitisha kidogo mtazamaji ili uweze kuelewa ni kwa nini yote haya yanatokea. Katika makubaliano ambayo yalifikiwa mnamo Novemba mwaka 2024 ya kuweza kusitishwa kwa mapigano baina ya kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon pamoja na taifa la Israel, ni kwamba Hezbollah ilitakiwa kuweza kusalimisha silaha zake zote katika serikali ya Lebanon. Yaani Hezbollah lipunguzwe nguvu kabisa, livunjuliwe mbali hilo kundi na mwisho wa siku waweze kukabidhi silaha, kwa sababu silaha
ndiyo kitu ambacho kinafanya kwenye makundi mengi ya wanamgambo kupata nguvu. Tumeona mfano hata pale Gaza, wanamgambo wa Hamas, kwa ujumla tu zile Qassam Brigade zote, ukizungumzia Islamic Jihad na makundi mengine yote, yamekuwa na nguvu kutokana na uwepo wa silaha mbalimbali ambazo zinawapa mamlaka ya kuweza kuchukua utawala kwenye maeneo kadhaa katika mataifa yao. Sasa Hezbollah ndilo kundi pekee tishio zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuliko hata hao Hamas na makundi mengine, kwa sababu Hamas pia nguvu zake nyingi ziliweza kupunguzwa kufuatiwa vita vya Gaza ambavyo vimedumu kwa takriban miaka miwili. Viongozi wake wakubwa sana waliweza kuuawa, viongozi waandamizi wa kijeshi wa Hamas waliuawa pia. Kwa hiyo kuna ile nguvu ambayo imeweza kupungua. Sasa kwa upande wa Hezbollah, hadi sasa hivi Israel inazidisha mashambulizi ni kwa sababu tu wao, kiongozi wao ambaye ameuawa ni ule Hassan Nasrallah pekee, ambaye ndiye alikuwa kiongozi mkuu, na baadaye nafasi yake ikaja kurithiwa na Naim Qassem ambaye sasa hivi ndio katibu mkuu wa Hezbollah, na amekuwa na mamlaka mazito sana katika kundi hili ya kuweza kuamrisha mambo mbalimbali na kuweza kutoa miongozo namna gani kundi hili linaweza likaendeshwa hapo katika taifa la Lebanon. Na serikali ya Lebanon imekuwa ikitoa lawama kali zaidi kwa kundi la Hezbollah kwamba ndilo ambalo linasababisha taifa hilo kuingia kwenye shida, kwa sababu katika mashambulizi ambayo Israel kipindi kile wanapigana na Hezbollah waliyafanya, moja ya mashambulizi yaliweza kusababisha vifo vya raia katika taifa la Lebanon. Na sasa inaonekana kwamba Hezbollah wamekuwa wakiwaponza raia ambao hawana hatia katika taifa hilo, ambalo mara nyingi limekuwa likijitanabaisha kwamba halitaki kuingia katika migogoro ya kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati, hasa na taifa la Israel. Ndio maana waziri mkuu wa Israel ametoa shinikizo kwamba serikali ya Lebanon inatakiwa ipeleke pressure ili iweze kunyang'anya silaha kabisa kutoka katika kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini humo, kitu ambacho viongozi wake wengi wamekuwa wakikemea kwamba hawawezi kukubali masharti ambayo Israel wameyataka yafanyiwe kazi na serikali ya Lebanon. Na masharti haya yalikuwepo kwenye mkataba wa kusitisha mapigano. Ndio maana Israel inafanya mashambulizi ili kuweza kupunguza zile nguvu za Hezbollah. Ndio maana mara nyingi ripoti zimekuwa zikieleza kwamba Israel imekuwa ikipiga sehemu ambazo zinatumika kuweza kutengeneza silaha za wanamgambo hao, lakini vile vile wamekuwa wakipiga maghala mbalimbali ambayo yanatumika kuhifadhi silaha za Hezbollah. Katika mashambulizi yote ambayo Israel imekuwa ikiyafanya katika kipindi chote tangu vita kuweza kusitishwa, Hezbollah hawajafanya lipizo la shambulizi hata moja, kwa kuhofia kwamba huenda wanakuwa wanawekwa kwenye mtego na taifa la Israel ili basi wajichanganye na vita viweze kuanza upya. Kwa sababu sasa hivi Israel hana vita ambayo anapigana nayo zaidi tu ya mashambulizi ambayo yanaripotiwa pale Gaza, licha ya usitishaji wa mapigano, lakini bado taifa la Israel limekuwa likifanya mashambulizi kadhaa katika eneo hilo. Sasa kitu ambacho kinaleta hofu hapa ni kwamba itakuwaje katika nyakati zijazo endapo serikali ya Lebanon haitafanikiwa kuweza kunyang'anya silaha kutoka katika wanamgambo wa Hezbollah. Inaweza kuwa hatari sana katika nyakati za usoni, na vita vingine vikaweza kuibuka upya, na tukashuhudia viongozi mbalimbali wa kundi la wanamgambo la Hezbollah nchini Lebanon wakiwa katika mawindo makali na IDF. Mtazamaji wetu, nimekujuza kidogo kwa undani jinsi ambavyo mambo yanakwenda kati ya Hezbollah na Israel, mashambulizi ambayo yanatokea, kwa nini Netanyahu anashinikiza serikali ya Lebanon iweze kuheshimu ule mkataba wa amani wa kuweza wao kulinyang'anya silaha kundi hili la Hezbollah. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Leo hii kuna mambo mengi sana tutakwenda kuyajua hapa duniani kote kwenye uga wa kimataifa.